Tunafahamu ya kwamba simba ni mnyama mkali na mwindaji mahiri duniani. Isipokuwa baadhi yetu hatufahamu ya kwamba wanyama hao wakali wapo kwenye hatari ya kutoweka duniani. Je, ulikuwa unafahamu kuwa kwenye miaka ya 1950 dunia ilikuwa na takriban simba 500,000? Na je, unafahamu kwamba kwa sasa dunia imebakiwa na simba wasiozidi 39,000? Na je, unajua kuwa kati ya simba wote waliobaki duniani karibia 98% wapo barani Afrika? Leo tunakuhabarisha kuhusu nchi inayohifadhi zaidi ya nusu ya simba waliopo duniani. Kuwa nasi mpaka mwisho ili upate habari kamili, ila usisahau kujisubscribe kwenye YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari. Tanzania ndiyo nchi inaongozwa kwa kuwa na idadi kubwa ya simba duniani, ikiwa na simba kati ya 14,000 na 17,000. Kwa maana nyingine, zaidi ya nusu ya simba pori wote duniani wanahifadhiwa na kupatikana nchini Tanzania. Idadi kubwa ya simba ni ishara ya juhudi na mchango wa kipekee wa nchi ya Tanzania katika kuhifadhi simba wachache waliobakia duniani. Afrika Kusini inashika nafasi ya pili baada ya Tanzania kwa kuwa na simba takribani 3284. Gaboni ndio nchi ya mwisho kwa kuwa na simba wawili tu. Nje ya bara la Afrika, India ndio nchi pekee yenye idadi ya simba wapatao 674. Hifadhi ya taifa ya Serengeti inakadiriwa kuwa na simba kati ya 2,000 hadi 3,000, ikiwa ni idadi kubwa kuliko hifadhi yoyote duniani, lakini pia ikiwa na idadi kubwa zaidi ya simba kuliko baadhi ya nchi kama vile Kenya, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Msumbiji na Ethiopia. Idadi kubwa ya simba ni juhudi zinazochangiwa na uimarishaji wa maeneo ya hifadhi, mikakati imara ya sheria, kimasheria na sera zinazotekelezwa kwa makini na mamlaka za uhifadhi kama vile TANAPA, TAWA, TFS na Ngorongoro. Pia ni matokeo ya uhimilivu na utayari wa wananchi wa kuishi na simba, ushujaa wa wahifadhi au rangers, na misaada madhubuti ya rasilimali fedha, ujuzi na teknolojia kutoka kwa wadau wakubwa wa uhifadhi duniani. Kuongezeka au kuwa na idadi kubwa ya simba kunaleta manufaa makubwa kwa jamii, uchumi, utamaduni na uhifadhi wa wanyamapori. Idadi kubwa ya simba husaidia kudhibiti uongezekaji holela wa wanyamapori wengine kama vile nyati na swala, hivyo hudumisha usawa wa kiikolojia na uhifadhi endelevu wa mazingira. Idadi kubwa ya simba huongeza mvuto wa maeneo ya utalii kama vile hifadhi za taifa na mapori tengefu, na hivyo kuchochea uchumi wa jamii zinazozunguka maeneo ya vivutio kupitia sekta ya utalii na biashara zinazohusiana. Pia kuongezeka kwa simba huhamasisha uhifadhi na mtazamo chanya juu ya uhifadhi wa wanyamapori na mazingira yao asili. Zaidi ya yote, idadi kubwa ya simba huhamasisha juhudi za uhifadhi kwenye nchi zisizo au zenye idadi ndogo ya simba. Kuongezeka kwa simba hutoa fursa za tafiti za kisayansi kuhusu tabia, maisha na miingiliano kati ya simba na binadamu, simba na wanyama wengine, na simba na mazingira yao ya asili. Tamaduni mbalimbali zinamchukulia mnyama simba kama alama ya nguvu, ujasiri, uthubutu na utawala. Hivyo basi, kuongezeka kwa idadi ya simba kunaongeza thamani ya kihistoria na kiutamaduni ya jamii mbalimbali duniani. Hata hivyo, endapo uhifadhi wa simba hautasimamiwa ipasavyo, unaweza kusababisha changamoto na hasara kubwa kwa jamii na serikali. Idadi kubwa ya simba inaweza kuchochea migogoro kati ya binadamu na simba, hasa endapo simba wataharibu mifugo au kudhuru maisha ya binadamu. Hii ni moja ya changamoto kubwa zinazoikumba Tanzania kwa sasa. Mfano ni kundi la simba lililojulikana kwa jina la Osama wilayani Rufiji. Uvamizi wa kundi la Osama katika miaka ya 2000 unathibitisha madhara makubwa yanayoweza kujitokeza endapo simba hawatadhibitiwa kikamilifu. Pamoja na kudhibitiwa kwa wakati na idara ya wanyamapori, bado simba hao walisababisha vifo vya watu 40. Simba ni mnyama mkubwa mwenye uwezo wa kula hadi kilo 45 za nyama kwa mlo mmoja. Kuongezeka kwa idadi kubwa ya simba na tabia ya simba ya kula mlo mkubwa kunaweza kusababisha kupungua kwa baadhi ya jamii ya wanyamapori, hali inayoweza kuathiri usawa katika mfumo wa kiikolojia. Pia idadi kubwa ya simba huongeza uwezekano wa kusambaa kwa maambukizi ya baadhi ya magonjwa kama vile kifua kikuu cha wanyama, kichaa cha mbwa na kimeta. Ni muhimu kufahamu kwamba idadi ya simba ikizidi kiwango cha usimamizi, kuna changamoto nyingi zinaweza kujitokeza, ikiwa ni pamoja na gharama za kimasheria na usuluhishi wa migogoro. Tumefikia hitimisho ya habari ya idadi kubwa ya simba nchini Tanzania, lakini pia kupungua kwa idadi ya simba duniani. Shukrani kwa kuwa nasi. Hii ni Sports. Usisahau kujisubscribe.